Zimesalia dakika za lala salama kwa Waislamu nchini na ulimwenguni kwa jumla wakijitayarisha na shamra za Eid. Wamehimizwa kuungana na kuwakumbuka wasiojiweza katika sherehe za Eidul Fitri zinazoadhimishwa juma lijalo licha ya changamoto za kiuchumi. Sherehe za Eid zinaashiria siku muhimu katika kalenda ya Kiislamu, ikiashiria mwisho wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Aidha, waziri wa masuala ya ndani na utawala wa taifa Kipchumba Murkomen ametangaza rasmi Jumatatu Machi 31 mwaka huu kuwa siku ya mapumziko kwa heshima ya kuadhimisha sherehe za Eid. Eidul Fitr ni siku muhimu katika kalenda ya Kiislamu, ikiwakilisha shukurani, sadaka na upya wa maisha. Kadi mkuu Sheikh Abdul Halim Atman amepongeza jamii ya Kiislamu kwa ibada yao wakati wa Ramadhan na kusisitiza haja ya mshikamano. Wale wenye uwezo kilo 2 na robo, kilo 2 na gramu 40 waweze kutoa chakula kuwapatia masikini. Kuanzia jioni ama siku 1-2 kabla ya siku ya Eid waweze kutoa kuweza kuwapatia masikini. Kila mtu, hii ni zakatul fitri ambao ni wajibu kwa kila Muislamu. Aidha, ametaka waumini waendeleze umoja, hasa kuhusu mjadala wao wa muda mrefu wa kuandama kwa mwezi, ambapo mara kadhaa umesababisha migawanyiko. Tunaenda kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhan siku ya Jumapili, inshallah tutaangalia mwezi. Kuna wale wanafuata wa kimataifa wanaweza kuangalia Jumamosi, na itategemea kama utaonekana au utaonekana. Hizi tofauti, ndugu Waislamu, zisiweze kuwatenganisha. Tumekubaliana na mashehe wengi, na utaona kama joto la hizi tofauti kwa wale wasomi wa kikweli kweli na mashehe wakubwa. Katika upekuzi wetu, licha ya changamoto ya kiuchumi, masoko kama marikiti yanaendelea kuwa na shughuli nyingi. Ali Adan, mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara wa marikiti, ameripoti kuwa usalama umeimarisha na biashara inaendelea, ingawa wanunuzi wengi wanahisi mzigo wa gharama ya maisha kupanda. Mwaka huwa ina shida yake, na kulikuwa na wakati wa corona, ilikuwa na problem ya corona. Sasa hii ni economy, sasa watu hawana pesa, lakini wanajaribu ila hali na mali wajaribu kuridhisha familia zao yale kidogo ambao wako nayo. Biashara si kama zamani, lakini at least iko sawa kidogo. Watu wanaendelea kununua na wanajaribu kuzawazisha kama kubarahia madamu tunaelekea mwisho wa Ramadhani. Adija Kioka, mkazi wa Likoni, amelalamika kuwa wamepitia hali ngumu za kichumi, huku gharama ya maisha ikipanda, ikiyumbia uwezo wao wa kununua bidhaa. Ndio nimevuka leo kuja kuangalia siku ya watoto, lakini safari na sikukuu mambo magumu, maisha magumu. Hajua tufanye nini? Yani sikukuu jibu inkuja tu, yani ile mradi, yani mambo ya Mwenyezi Mungu, lakini itabidi tukani ile kushukuru Mungu tu basi. Lakini kama mambo ya pesa hakuna, maisha magumu, watu hatujui hata tufanyeje sisi. Wafanyikazi wadogo wamesema kuwa shughuli zao zimekuwa nafuu mwaka huu, huku kukiwa na usumbufu mdogo kutoka kwa maafisa wa usimamizi wa jiji, hii ikiwa afueni ndogo kwao katika nyakati ngumu. Rael Makona, Runinga.